Nyota Njema The Brand, msikilizaji. Alama za nyakati hewani. Wakati huu tuko na simulizi ya Mariam. Na Mariam ana mambo mengi sana kutueleza. Ana vitu vingi ambavyo natamani tuweze kuvifahamu. Mimi shauku yangu ni wewe kuweza kuifuatilia simulizi hii hadi pale ambapo nitakwambia kwamba tumekamilisha, kwa sababu kuna mengi sana ambayo utajifunza. Kwa wewe mzazi au mlezi, au kwa wewe binti ambaye unaendelea kufuatilia simulizi hii. Mimi ni Agnes Osea, na Alama za Nyakati inakujia kwa udhamini mnono wa Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God, kanisa ambalo liko chini ya uangalizi wa Askofu Rose Joseph Mgeta. Karibu sana mahali hapa ili tuweze kumwabudu Mungu pamoja. Mariam anasema anakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Mara baada ya chakula cha mchana, alijiandaa vizuri sana. Alijitengeneza haswa, akavalia vazi ambalo mara zote akilivaa huwa linampendeza sana na huwa anapata sifa sana kutoka kwa wanaume. Hilo ndilo ambalo siku hiyo alilivaa. Maandalizi yote hayo, safari ilikuwa ni kuelekea kwa Alex. Alipofika huko hakumkuta, lakini kibanda chake cha chipsi kilikuwa wazi. Mariam anasema alichoamua ni kumsubiri. Hivyo akaingia ndani na kuchagua sehemu ya kukaa. Akakaa na kutulia tuli huku akimsubiri mpenzi wake. Pamoja na kwamba Alex ndiye ambaye mara zote alikuwa akimnunulia zawadi Mariam anasema na yeye alikuwa anajitahidi kumnunulia zawadi, walau kuonyesha kwamba anajali. Hata kama sio kikubwa, kile kidogo kilikuwa na maana sana kuliko kutokufanya kabisa. Na siku hiyo ilikuwa ni miongoni mwa siku ambazo alimnunulia mpenzi wake zawadi. Ilikuwa ni saa nzuri sana na aliinunua kwenye mnada pale kijijini kwao. Mariam anasema kilichomshangaza ni kutokumkuta Alex pale ofisini kwake, muda ambao huwa kunakuwa na wateja wengi sana. Kwa muda wote ambao wateja hao walikuwa wanakuja na kuondoka, jibu lake lilikuwa ni moja tu: muuzaji hayupo, ila atarudi muda sio mrefu. Lakini baada ya kujifikiria, akaamua kujiongeza. Kwa kuwa viazi vilikuwa tayari, akaamua kuwauzia watu. Kwani uzoefu wa kuwauzia watu chipsi aliupata kwa Alex mwenyewe. Yeye pale hakuwa mgeni. Akatumia uzoefu na kuanza kuuza chipsi. Mpaka kufikia jioni, Alex alikuwa hajafika pale ofisini kwake. Mariam anasema aliuza sana chipsi siku hiyo. Labda pengine wateja wengi walikuja kununua kwa kuwa alimuona mwanamke mrembo ndiye ambaye anauza. Na asilimia kubwa ya wanunuzi siku hiyo walikuwa wanaume, na walikuwa wanamsumbua sana kwa kumchombeza. Ila hakujali. Aliendelea na kazi yake. Hatimaye Alex akarudi. Alipofika, alimkabidhi mauzo yote ya siku hiyo. Mariam anasema hakumuibia hata shilingi 100. Alikuwa anampenda sana, hivyo akachagua kuwa mwaminifu kwake. Kwa kumuona tu, alijua kuwa Alex hakuwa sawa, kwani hakumchangamkia kama siku nyingine. Neno pekee alilomwambia ni kwamba anajutia kwa nini hakumfahamu mapema. Binafsi nilifurahi sana kuambiwa hivyo, lakini nikawa nawaza anamaanisha nini kusema kwamba anajutia kwa nini hakunifahamu mapema.
Hii inamaanisha nini Alex? Mariam aliamua kumuuliza mpenzi wake. Alex akamjibu, namaanisha wewe ni mwanamke mpambanaji sana. Ni tofauti kabisa na wanawake wengi niliowahi kukutana nao kabla yako. Mariam, wanawake wengi sio waaminifu na wala sio wapambanaji kama ulivyo wewe. Alex aliniambia maneno hayo akiwa ananitazama machoni. Mariam anasema, nilifurahi na kujiinamia chini tu kwa aibu. Hata hivyo moyo wangu ulikuwa mzito sana kuyaamini maneno yake. Sikuwa sawa hata kidogo. Nikawaza kuwa nasalitiwa. Alex aliniamuru nirudi nyumbani tena kwa sauti kavu kabisa. Tena bila hata kuniaga vizuri kama ambavyo huwa anafanya mara zote, au kama ambavyo huwa tumezoea kuagana. Na zaidi akaniambia nisiende pale tena bila kumpa taarifa. Aliongea kwa kumaanisha, na mimi ikabidi nimwelewe tu. Mariam akajisemea moyoni huku anaondoka zake. Mariam anasema aliondoka akiwa mnyonge na mchovu. Hakuelewa sababu haswa iliyomfanya Alex ambadilikie kiasi kile. Usiku alimtumia ujumbe mfupi lakini hakujibu. Alituma tena na tena lakini hakujibu. Akaona isiwe tabu. Akapiga simu haikupokelewa. Akapiga tena, simu ikakatwa. Mwisho Alex akawa hapatikani. Mariam anaendelea kutueleza kuwa baada ya kumpigia simu, kumtumia jumbe, mwisho hapatikani tena, akawa anajisemea moyoni, mwanaume huyu sijui kakumbwa na nini. Inakuwaje anaanza kunifanyia haya yote? Au amepata mwanamke mwingine nje na mimi? Yaani Alex, umenibadilikia hivi? Mbona ghafla? Kwa nini lakini? Alijisemea mwenyewe na kujiuliza nafsini mwake kwa manunguniko. Mariam anasema, nilizoea kusikia kwa watu kuwa mapenzi yanauma. Nyie, mapenzi yanauma. Nilikuwa nikisikia watu wakijiapiza kuwa hawatapenda tena. Mimi Mariam, nilikuwa siwaelewi kabisa. Ila taratibu nikaanza kuelewa. Siku ya kwanza ikapita, hatimaye wiki nzima sikufanikiwa kumwona Alex. Sio kwenye simu wala pale anapouzia chipsi. Nilihangaika sana moyoni mwangu. Nilikonda ghafla. Ninampenda sana Alex, na hilo liko wazi. Yaani moyo wangu unanishuhudia kwamba ninampenda sana Alex. Na nilikuwa tayari kufanya kitu chochote ili mradi tu nimfurahishe, ili mradi tu nisimkose. Lakini mbona haya yametokea ghafla sana? Kosa langu ni nini? Msikilizaji, Mariam anasema hakuwahi kumwona tena Alex mpaka shule ilipofunguliwa. Hakuwa na budi kurudi shule. Alipokuwa shuleni alikosa raha, alikosa furaha, alikosa amani. Ingawa bado mwalimu wake mkuu hakuacha kutia mguu pale anapoishi. Hakuwa na raha. Hata hilo mwalimu wake mkuu aliliona. Alipouliza sababu, wala hakumwambia. Na hakumwambia kwa sababu hakuona haja ya kufanya hivyo. Mariam anarudia tena kusema, mapenzi yanauma. Wewe sikia tu kwa jirani, omba yasikukute. Masomo ya kidato cha 4 yalikuwa magumu sana kwake, kwani ni wakati huu ambapo mawazo yalikuwa yamemzidia sana. Alimkumbuka sana Alex, na muda wote alikuwa anausubiria ujumbe wake. Kila alipokuwa anapigiwa simu, alihisi ni Alex. Kila ambapo ujumbe uliingia kwenye simu yake, alihisi ni Alex.
Kiufupi, Alex alikuwa amemweza. Mariam anasema siku ya Jumapili usingemkosa kanisani. Alikuwa mwaminifu sana. Wazazi wake walimlea katika maadili mazuri sana. Walimfundisha kufanya ibada. Walimfundisha kumjua Mungu. Walimfundisha kwamba kila anachokifanya ni kwa sababu Mungu yuko upande wake. Asimwache Mungu kwa namna yoyote ile. Lakini mara baada ya Alex kumbadilikia, akaacha kufanya ibada. Hakuona umuhimu wa kusali kabisa. Akiwa shule, akaacha kwenda kanisani. Mariam anasema anakumbuka akiwa chumbani kwake siku moja, ingawa kumbuki ilikuwa ni siku gani, mwalimu wake mkuu alikuja. Baada ya kuja, akataka wafanye mambo ambayo mara zote walikuwa kikutana wanafanya. Lakini Mariam hakuwa tayari. Mwalimu wake alikuwa anamsisitiza kiasi cha kutoa machozi. Mariam bado alishikilia msimamo wake. Akamwambia, siko tayari. Baada ya kumlazimisha kwa muda mrefu, Mariam ikabidi tu akubali kishingo upande kumtimizia haja yake. Mariam anasema kwa kukubali ombi la mwalimu wake mkuu, jambo baya likatokea. Kwa kukubali ombi la mwalimu wake mkuu, akajilaumu sana kwa nini aliikaidi sauti yake ya ndani. Kwa nini aliikaidi sauti ambayo ilikuwa inamsisitiza asifanye kitendo hicho na mwalimu wake mkuu? Ni kweli wamekuwa akifanya na si jambo geni kwao, lakini kwa siku hiyo moyo wake ulikuwa mzito sana. Moyo wake haukuwa radhi kabisa na kitu ambacho alikuwa amekikubali. Mariam anasema, au ni mwalimu Clarence ndiye ambaye alifanya kosa la kushindwa kunielewa pale ambapo nilimwambia siko tayari. Tukiwa katika hekaheka za kufanya tendo hilo, ghafla tulisikia kelele za watu nje. Na watu hao walikuwa na lengo moja tu: mwalimu mkuu atoke mule ndani. Mwalimu mkuu atoke chumbani kwangu. Msikilizaji, lilikuwa fumanizi. Pamoja na kwamba kulikuwa na watu wengi nje, lakini kuna sauti ya mwanamke mmoja ndiyo ambayo niliisikia zaidi. Alikuwa akisema, toka humo ndani! Toka humo ndani nimesema! Toka humo ndani au nibomoe nyumba hii! Hiyo sauti nilikuwa naisikia ikisisitiza kwa maneno ya kujirudia. Kwa maneno hayo hayo, akili yangu ikawaza kwa haraka, huyo atakuwa ni mke wa mwalimu Clarence. Nilichoka. Nilivaa nguo zangu haraka na mwalimu Clarence vile vile. Baada ya kuvaa, akaenda kufungua mlango. Na mara baada ya kufungua tu, alitoka mbio kama risasi. Watu wakawa wanamfukuzia kwa nyuma. Ndani kwangu akaingia mwanamke ambaye kwa kumkadiria alikuwa kama na miaka 35 hivi. Aliingia na wanawake wengine ambao ilionekana wazi walikuwa wamemsindikiza. Kwa namna ambavyo alikuwa ananikaripia yule mama, kwa namna ambavyo alikuwa anaongea kwa uchungu, kwa namna ambavyo alikuwa ananilaumu kwa kutembea na mwalimu Clarence, nikagongelea msumari wazo langu la kuwa huyu mama ni mke wa mwalimu Clarence. Nakumbuka nilishushiwa kipigo cha maana. Yaani nilichapika aswa. Wale wanawake walikuwa wananipiga kwa kupokezana. Ninachokumbuka,
nilijikuta niko hospitali nikiwa chini ya uangalizi maalum wa madaktari. Nakumbuka baada ya kupata fahamu, niliuliza ni akina nani ambao walinipeleka pale hospitali. Jibu ambalo nilipewa ni wanafunzi wenzangu ndio ambao walinipeleka pale. Kama nilivyokujuza msikilizaji, mimi mahali ambapo nilifaulu kusoma shule ya sekondari ilikuwa mbali na nyumbani. Hivyo ikanilazimu nipange chumba karibu na shule. Na kupanga chumba haikuwa mimi tu. Walikuwa wanafunzi wengi ambao walipanga chumba. Na ni kwa sababu shule yetu haikuwa na bweni. Hivyo wanafunzi ambao walikuwa wamepanga karibu na mimi ndio ambao walishuhudia tukio la mimi kudhalilishwa. Na ndio ambao walinipa msaada kunipeleka pale hospitali. Jioni ya siku hiyo, Mwalimu Clarence alikuja pale hospitali kuniona. Nilijisikia vibaya sana. Hasira yangu ilikuwa juu sana. Nilimtazama kwa jicho la chuki. Yaani nilikuwa nimechukia haswa. Nilimlaumu kwa nini hakuniambia kuwa ana mke. Kwa nini hakuwa mwazi kwangu? Yaani unaweza usinielewe msikilizaji, lakini nilimlaumu sana. Pengine ulikuwa ni ujinga wangu wa kufikiri kuwa mwanaume kama yeye anaweza kukosa mke. Nachokumbuka, Mwalimu Clarence aliniomba sana msamaha. Aliniomba msamaha akimaanisha kwamba hata kama yale yametokea, sio sababu ya kututenganisha. Yaani nilitamani nimrukie kwa kipigo ambacho nilishushiwa mimi Mariam, nikiwa na akili zangu timamu. Yaani nirudie tena kuwa na mahusiano na yeye. Nikawaza hivi ananichukuliaje? Mwalimu Clarence alinieleza yote yaliyotokea mpaka yuko salama mpaka muda huo. Maana kitendo cha kufumaniwa kuwa anatembea na mwanafunzi, hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana. Na mimi nilishawaambia sikutamani mwalimu huyo afungwe eti kisa anatembea na mwanafunzi. Na mwanafunzi mwenyewe ndiye mimi Mariam. Sikutaka kabisa. Alichoniambia ni kwamba aliwapa rushwa askari na kuimaliza kesi yake. Kwa sababu alikuwa na fedha, kumaliza jambo hilo kilikuwa ni kitu kidogo sana kwake. Mariam anasema wakati anafikiri kwamba mwalimu wake mkuu alikuwa na mahusiano na yeye tu, hakujua kwamba hiyo ndiyo ambayo ilikuwa tabia yake. Mwalimu mkuu alikuwa na wanafunzi wengi anaotoka nao kimapenzi. Mariam anasema ni kwa wakati huo ndipo alipoanza kuyakumbuka mafundisho ya mama yake, kwani ulimwengu ulishaanza kumfundisha upande wake wa pili. Ulimwengu ukamfundisha kuwa kila neno lina kinyume chake, tena kwa vitendo na bila chembe ya huruma. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, aliendelea na shule kama kawaida. Alikuwa mwenye aibu sana, kwani si shuleni wala mtaani. Kila mtu alijua kuwa alikuwa na mahusiano na mkuu wake wa shule. Kila mwanafunzi alikuwa anazungumza kuhusu yeye. Walimu nao hawakuwa nyuma. Wakati anaenda shule, wazazi wake walimuasa kuwa asije akaungana na makundi mabaya, asije akajihusisha kabisa na makundi ambayo hayamfanyi asonge mbele, hayamfanyi atimize ndoto zake, makundi ambayo yataishia kumharibu tu.
Mariam anasema wazazi wake hawakujua kuwa yeye ndiye ambaye anakwenda kuwa kundi baya ambalo wanafunzi wengine wote hawakupaswa kuungana naye. Awali ilikuwa ni ngumu sana kuzoea, lakini baadaye nikazoea. Waseme, wasiseme, yote ni sawa tu kwangu. Mariam wa sasa hakuwa kama yule wa zamani. Hakuna mwalimu ambaye sikulala naye pale shuleni. Kila mwanafunzi ambaye alinihitaji nilimpatia huduma bila kujali. Na wakati huu si kwa sababu ya kuhitaji fedha, bali kwa sasa nilikuwa kama nimeathirika vile. Siku yangu isingeweza kupita vyema bila kufanya kitendo hicho. Sikuwa na imani kabisa katika Mungu. Kwanza nilishaacha kwenda kanisani. Utaniambia nini? Kiufupi naweza kusema nilikuwa kama nimeshakata tamaa ya maisha. Baada ya kufanya mtihani wa kidato cha 4, nikarudi tena nyumbani kwa wazazi wangu. Sikuwa na uhakika wa kufaulu, kwani sikutilia mkazo sana masomo yangu, zaidi ya hisia zangu ambazo zilikuwa zinaniendesha sana. Hisia ambazo niliziruhusu ziamue hatima ya maisha yangu. Mpaka nahitimu masomo yangu ya kidato cha 4, Alex hakunitafuta tena. Na mpaka nahitimu kidato cha 4, hakuna mbinu ya kuzuia ujauzito ambao nilikuwa sifahamu. Nilikuwa mbobevu katika mitindo mingi tu ya kufanya tendo hilo. Tendo ambalo kwa hakika kwa dini yangu ilikuwa ni dhambi. Isipokuwa tu kwangu mimi Mariam. Kuna wakati nilijilaumu sana, lakini wakati mwingine nikawa najipa faraja. Kwani nani hana dhambi bwana? Kwanza hakuna mkamilifu chini ya jua. Lile tukio la kufumaniwa shuleni wakati ule nilidhani alijulikani kwa wazazi. Kumbe walikuwa najua kila kitu. Na wakati huu baba yangu mwenyewe aliongea nami kuhusu habari hizo. Nilijisikia vibaya sana. Yaani nilikuwa mnyonge. Nilikuwa mdogo kama kidonge cha Pilton. Aibu iliufunika uso wangu. Nakiri wazi kusema hakuna wakati niliowahi kuona aibu kama wakati ambao baba alikuwa ananiambia kuhusu tukio la kufumaniwa. Tena kufumaniwa na mkuu wangu wa shule. Msikilizaji, nakumbuka niliomba sana radhi kwa baba yangu na kuahidi kuwa sitarudia tena. Ingawa kiuhalisia sikumaanisha nilichokisema. Maana maonyo yake yaliingilia sikio la kulia na kutokea sikio la kushoto. Hakuna kitu ningeweza kuelewa kwa wakati huo. Dhambi niliipa maana na kuona ni mtindo mzuri wa maisha. Kwa kuhitimu shule nikawa huru kufanya mambo yangu. Nikawa huru kwenda pale ambapo nilihitaji. Lakini sikuwa tayari kuwasikiliza wazazi wangu. Walijitahidi kunielewesha. Walijitahidi kunishauri. Walijitahidi kuwatuma watu wengine ambao wao walihisi mimi ningewasikiliza. Lakini ilishindikana. Kwa kuhitimu pia shule, ukawa ni mwanzo mwingine wa shida nyingine. Msikilizaji, kwa leo tuweke ukomo hapa. Kesho nao ni siku, tunamwamini Mungu atatuamsha tukiwa salama. Tutaendelea na simulizi yetu ya Mariam ili tuweze kufahamu kile ambacho Mariam anatamani kutujuza.